Ahlan wa sahlan na marhaba, natumai ubuheri wa afya. Siku ya leo niko hapa na bingwa ambaye anajulikana kama Elijah Mumanyi. Ni jamaa ambaye wanafanya uchanganuzi wa masala ya mchezo wa mpira wa miguu. Sasa siku ya leo nataka kuongea kuhusu mtanange kati ya Mexico, ndio ambapo Mexico ni mmoja wa taifa ama mataifa ambayo yametikwa jukumu la kuandaa kombe la dunia. Sasa Mexico walikuwa na chabanga na Afrika Kusini. Ningependa kujua kwa mtazamo wako huo mchezo ulichukuliaje? Kwa mchezo ambao ulikuwa na hisia nyingi, lakini pia ndo mchezo wa kwanza kombe la dunia mwaka 2026. Ni Afrika timu ya kwanza kwa mara ya kwanza wamepoteza mechi yao kwenye mechi ya kwanza Afrika Kusini. Wengi kulikuwa na gumzo sana mtandaoni kuwa wengi wanasema ni wa Mexico sababu Mexico walitusaidia mahindi kwa wakati fulani tukiwa njaa. Wengine wakisema kwamba wa Afrika Kusini walikuwa wanasema foreigners waondoke kutokana na wao wabaki wafanye kazi zao. Kwa hiyo kumekuwa na gumzo sana, lakini kwenye masuala ya soka ni mchezo ambao umeingia kwenye historia ya kombe la dunia. Kadi nyekundu 3 zikishuhudiwa, 2 kwa faida ya South Africa, lakini 1 kwa faida ya Mexico, na wengi wamemsifia sana mwamuzi ambaye alikuwa ameusimamia mchezo huo. Licha kuwa yote 9 ni kuwa Mexico walimiliki mchezo vizuri, ball possession na kila kitu. Hesabu za wana Afrika Kusini hazikutiki kutokana na vile ambavyo walikuwa wamejipanga na wakaishia kupoteza mechi hiyo. Nadhani ni funzo kwao, na kikubwa zaidi ni kuwa wamepoteza wachezaji wawili ambao ni wachezaji wa kikosi cha kwanza. Lakini wengi watakuambia kuwa kuna uwezekano mkubwa wamepoteza hao wachezaji, lakini muhimu ni kuwa timu usafiri na wachezaji zaidi ya hao wawili ambao wamepotea. Kwa hiyo kuna ambao watakuwa na chukua jukumu la kuivalia njuga za zile ambazo wale ambao wametoka. Kwa hiyo itakuwa ni pigo kwa Afrika Kusini kupoteza wachezaji kupitia kadi nyekundu, maana watakosa mechi 3 mfululizo, na maana wanahesabiwa mechi ambao waliishia kupewa kadi na zingine mechi zingine 2. Lakini ishu nzima ya wachezaji wawili kupata kadi nyekundu, mzee, wewe hii ishu unaionaje, na ni mbinu zipi ambazo kocha ambaye ananoa timu ya Afrika Kusini ama taifa la Afrika Kusini anaweza kuhakikisha kuwa mambo yamekuwa sawa zaidi? Nadhani kuwa ni kuzingatia discipline ile, sababu ukiangalia kama kadi ya pili ambayo alipokea mchezaji wa Afrika Kusini na kueleza wazi kuwa discipline kakosekana, ilikuwa ni violence ile yenyewe anasema alitumia mkono wake akamzaba mwenzake. Na kwenye mchezo wa soka ni teknolojia, VR zipo, na mwamuzi alikuwa na kuelezwa kuwa fika kwenye VAR uitazame, akaitazama akamwona kabisa haikustahili. Kwa hiyo atakwenda kuzungumza wachezaji wake kuwa tupo kwenye kombe la dunia na tuweze kudhihirisha kuwa na nidhamu. Nidhamu haianzi nje ya uwanja, lakini nidhamu inahitajika nje na ndani ya uwanja. Kwa hiyo kukosekana kwa nidhamu kulichangia hususan kadi ya pili ya nyekundu ya Afrika Kusini. Lakini kadi ya kwanza utasema ni one for the team, manake alikuwa shaachwa kabisa na akawa ndo last man na akanyimana opportunity ya kufunga goli. Kwa hiyo moja kwa moja haikuwa na namna nyingine ila kwenda kuoga mapema. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naamini wanakwenda kuviangalia kwenye mechi yao ya pili ambayo itakuwa inafuata, ili wasirudie makosa ambayo waliyafanya dhidi ya Mexico. By the way, wewe kama mchanganuzi wa masala ya mpira wa miguu ama mchezo wa mpira wa miguu nchini Kenya na vile kimataifa, ningependa kujua kwa mtazamo wako, kama ungekuwa umetwikwa jukumu la kulinoa taifa la Afrika Kusini, nini ungefanya tofauti? Ndani kisaikolojia kwa mechi inayokuja ni kuhakikisha kuwa wachezaji umezungumza nao. Ni pigo kwao kutokana na kupoteza alama 3, kupoteza mechi yao ya kwanza ya kombe la dunia, lakini pia kupoteza wachezaji muhimu. Kwa hiyo kwanza kabisa ni kuchukua muda wangu na kuzungumza na wachezaji, kuwarudishia, kuwarejesha imani kuwa tumepoteza ndio, lakini sio mwisho wa dunia. Argentina iliwahi kupoteza mechi yake ya kwanza ya kombe la dunia mwaka 2022 dhidi ya Saudi Arabia, lakini waliishia kuwa mabingwa wa kombe hilo mwaka 2022. Kwa kueleza chochote chawezekana, ni kuzungumza, wape confidence, wakijiamini nao pia wajitume, sababu kando na kujiamini unahitaji kujituma. Basi atakayepewa fursa ya kwanza, nidhamu iwe juu, tumia nafasi zako vizuri, kisha utakuwa unatabasamu, manake mechi zipo na uwezekano mkubwa wa kubadilisha matokeo upo. Kupoteza mechi ya kwanza haimaanishi ndio mwisho wa safari, ila ndio mwanzo kutokana na mafunzo ya makosa ambayo mmeyafanya kwenye mechi ya kwanza. Unadhani kuna nafasi ama ile hali ya Afrika Kusini kuenda hatua za mbele, kwa maana wakati huu ni hatua tu za makundi ndio? Kuna uwezekano wa wao kutoka hapo ama ndio mwisho wa reli? Ndio, nafasi zipo, manake wana mechi nadhani 2 na manake
baada wakiweza shinda hizo mechi mbili, wana uwezekano mkubwa wa kuweza kupiga hatua, lakini pia watategemea matokeo ya mpinzani atakuwa amepata alama zipi. Manake kufuzu kuondoka kwenye awamu ya makundi lazima zinafuzu timu mbili, kwa hiyo lazima watie bidii zaidi. Wasipotia bidii itakuwa ugumu, lakini mechi mbili ambazo zimesalia uwezekano mkubwa upo, na ni mapema sana kuwakatia tamaa. Mapema sana kuwakatia tamaa, uwezekano upo na hususan na timu zingine zote za Afrika. Maana sisi wote wa Afrika tunaunga mkono timu zote za Afrika. Wapo Ghana, wapo Morocco, wapo utazungumzia zote, uzungumzia Tunisia, Algeria. Basi kila mtu ajitume, sisi kama mashabiki tupo nyuma ya timu hizo. By the way, ningependa kujua unashabikia timu gani? Mimi ni Msenegali. Kisa na maana? Naipenda Senegal kutokana na mchezo ambao wanacheza. Ni moja kati ya timu ambayo inacheza transition football. Ina maana hawaogopi kushambulia, wanafika kwenye eneo la mpinzani na wamekuwa na transition ya kikosi kizuri. Ukitazama pia kwenye taifa lao kuanzia umri wa miaka 17, juzi wameshinda kombe la wachezaji wasiozidi umri wa miaka 15 Afcon ile waliwashinda Tanzania. Ndiyo. Na kueleza wamebuild kitu, kuna kitu kule Senegali. Niliona pia waliwavuruga Morocco vibaya. Waliwavuruga Morocco vibaya sana. Na kueleza kama huo umri unavuruga vile, inakueleza yani ile transition kutoka kwenye hiyo miaka ya vijana wadogo, ina maana hakuna wakati Senegal watakwenda kuteseka kukosa kuwa na kikosi dhabiti kwenye timu ya taifa. Manake hawa wadogo wanakuwa na wanapanda kwa kasi mno, wakifuatilia vile ambavyo wakubwa wanafanya. Kwa hiyo atakapoondoka akina mzungumzia Sadio Mane, watakuja hao vijana wadogo ambao watapewa nafasi. Atakapoondoka akina Mendy kama mlinda lango wa Senegal, basi nilimwona mlinda lango wa chini ya umri wa miaka 15 kule dhidi ya Tanzania. Kipa mzuri, a very promising talented players. Inakueleza kule Senegali wameinvest sana kwa football, na huenda tukaona sana wakidumu kwenye viwango vya kimataifa, hususan kwenye wenyewe wanasema mchezo wa soka duniani. Ndio kuna kujifunza, maana ukiangalia iwapo unahitaji kuenda mbali lazima uwe na mpangilio, na mpangilio ni kuwa na vijana wadogo. Ndio kitu ambacho Senegali wameinvest. Tanzania pia jirani, tusimuone poa, manake pia vijana wake wamefika finali. Maanishi ndio mwisho wa maisha. Kuna uwezekano mkubwa wa vijana pia watakuja kusaidia Taifa Stars kwenye wakati mwingine unaokuja. Na kueleza unapoekeza vizuri kwenye vijana wadogo, it's one for the future. You invest in the young talents, watadumu kuanzia huo umri mpaka viwango vya juu. Lakini kama hamna mpangilio mzuri wa investment kwa vijana wadogo, itakuwa vigumu kuwa na timu dhabiti ya taifa. Ndio kitu ambacho tunakikosa hapa taifa letu, lakini naamini iwapo miundo misingi na kila kitu kitakuwa sawa, tupo kwenye maeneo mazuri, huenda ikawa pia tutafika kwenye viwango vinavyofaa mchezo wa soka. Nimeshukuru sana bwana. Shukuru sana. Habari 254 to the world. Nembo ya mtaa. Siku zote kabisa. Nembo ya mabingwa pia. Kabisa. Kipenga 254 siku zote, na Dada Sports wenyewe wanakuambia ndio mtetezi. Sema kitu mzee. Mkali wa hizi kazi, yani ukituona hapa unajua tuwachapa kazi, na Kwale tuasija jamani. Kwale tuaja jamani, tupatane Kwale, lakini before tupatane Kwale Stadium, bonyeza hapo yani Morat Times kwenye yani platform zote, Dada Sports platform zote. Habari 254 platform zote, lakini pia Kipenga 254. Bana, nimepata nafasi ya kupiga longa za hapa na pale na baadhi ya wanahabari kutoka nchini Kenya. Wanaongea kuhusu mchezo wa mpira wa miguu maarufu kama football, kwa maana kuna mtanange ambao unaendelea ya kombe la dunia maarufu kama World Cup ambao unafanyika nchini Marekani, Canada na vile kule Mexico. Jana Afrika Kusini walipoteza 2-0 dhidi ya Mexico. Ni mchezo ambao ulifana zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na vile kushare. Ni Habari 254 TV, Bonga TV Media, achia mbali the Swahili TV.